Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ama baada ya utangulizi, jambo la mwanzo niusie nafsi yangu kunako swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia niwahusie ndugu zangu nanyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika hakuwa ni mwenye kuridhiwa isipokuwa yule mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wametangulia mashaikh kuzungumzia mada mbalimbali zilizotangulia, Allah walipe kheri. Lakini kwa upande wangu nitazungumzia kuhusu maswahaba. As-sahabatu badharu arwahahum fi sabilillah. Maswahaba walijitoa wao wenyewe na kuzitoa nafsi zao kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Washaraku an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na maswahaba ndio ambao walishirikiana pamoja na mtume, swala na amani ziwe juu yake, fi ghazawatin, katika vita mbalimbali. Na mpaka leo sisi tupo hapa msikitini tukifundishana, na hii yote ni sababu yao, baada ya wao kuwa waliilinda dini hii na wakaieneza dini hii mpaka ikatufikia. Fa inna Allaha radhiya anhum wa radu anhum, hakika Allah tabaraka wa taala amewaridhia maswahaba na wao wamemridhia hao maswahaba, wamemridhia Allah tabaraka wa taala. Hii inaonesha as-sahaba kanu min ahli ridha, kwamba maswahaba walikuwa ni katika watu walioridhiwa min Allah azza wa jalla, waliridhia na Allah tabaraka wa taala. Wadhālika bisababi jihadihim, na yote hayo mpaka kuridhiwa na Allah ni kwa sababu ya kule kupigana kwao, wa tadhihiyatihim fi sabilillah, na kujitoa na kuweka wazi dini ya Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala. As-sahabatu, masahaba, kanu sababa fi intishari al-islam, walikuwa ni sababu ya kueneza Uislamu, wa taasisihi ala al-ardh, na kuasisi Uislamu katika ardhi hii. Kwani baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba ndio walishika kazi ya kueneza Uislamu katika sehemu mbalimbali. Lam yatawanau ani da'wati ila Allah, hawakuacha kulingania da'wa hii kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, wa nasri ta'limi din, na kueneza mafunzo mbalimbali ya dini hii. Hao ni maswahaba, hawakuiacha kazi hiyo. Wa kullama hawala al-a'da'u tahrif ad-din, na pale ambapo walikuwa maswahaba wakikutana na maadui wakiipinga dini hii, kana as-sahabatu, walikuwa maswahaba, yathbutuna ala al-haq, wao wakithibiti katika haki na katika kuendelea kuieneza dini hii. Qala ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, laqad radiya Allahu 'anil mu'minina, hakika ya Allah amewaridhia waumini wale ambao idh yubay'unaka tahta ash-shajara, waliompa bai'a, mkono wa utiifu Mtume Muhammad, pale ambapo alikupa mkono wa utiifu chini ya mti.
fa'alima ma fi qulubihim. Allah tabaraka wa taala anasema tukafahamu yale yaliyo katika nafsi zao, faanzala as-sakinata alayhim, tukateremsha amani, utulivu katika nafsi zao kwa wao, wa athabahum fathan qariba, na utawafaa ufunguzi wa karibu. Hadhihi al-aya, haya hii tatahaddath an bai'ati ridwan, inazungumzia kunako bai'a ya ridwan, bai'a ambayo allati kanat bimathabati mubay'ati 'azimatin lis-sahabati fi ghazwati al-Hudaybiyah. Bai'a hiyo ambayo walifanya masahaba, walimuunga Mtume Muhammad SAW, bai'a ambayo ilikuwa katika vita vya Hudaybiyah, pale ambapo walikuwa katika vita, masahaba walimuunga mkono Mtume Muhammad SAW, wa athbatat hubba Allah ta'ala lahum, na Allah tabaraka wa ta'ala akathibitisha mapenzi yake kwa wao kutokana na kitendo hiki walichokuwa wamekifanya. As-sahaba kanu afdalul umma, masahaba walikuwa ni bora ya umma baada al-anbiya. Hakuna umma bora ulio mbele yetu ule ambao tunausoma kama masahaba baada ya manabii. Wa humul ladhina naqalu al-ilma, na masahaba ndio ambao walinukuu elimu, watadaffaqu bihi fil mujtama' al-islami, na wakaifikisha elimu hiyo katika mujtama'i wa Waislamu. Qala an-nabii sallallahu alayhi wasallam, anasema mjumbe Mwenyezi Mungu swalla na amani ziwe juu yake, la tasubbu ashabi falau anna ahadukum anfaqa mithla jabali uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim ma nasif. Anasema mjumbe Mwenyezi Mungu swalla na amani ziwe juu yake, la tasubbu ashabi, msiwatukane masahaba zangu, falau anna ahadakum, lau akiwa mmoja wenu, anfaqa mithla jabali uhud, ametoa mfano wa mlima wa jabali Uhud, katoa katika mali zake dhahaban, dhahabu, ma balagha mudda, hatofikia ile mud katika wao masahaba, kwa yale ambayo waliyafanya na yale ambayo walijitolea katika kipindi hicho. Na hii hadithi inaweka wazi kwamba masahaba wanayo nafasi kubwa ambayo la yumkinu al-insan ayusawiyaha, haiwezekani kwa mwanadamu kuwa sawa katika nafsi hiyo, bi ayi amalin mahma kana, kwa jambo lolote utakalolifanya vyovyote vile. Hadithi hii inaonyesha kwamba huwezi ukalingana na masahaba, bal inna fadlahum ala al-umma kabirun, bali haikuwa isipokuwa ubora wao katika umma huu ni mkubwa sana. Inna sahabata al-kirama hum jibilun, hakika ya masahaba wao ni kizazi, faridun fi tarikh al-islam al-ummah al-islami, ndio kizazi cha kipekee katika tarehe ya Kiislamu. Wa humul ladhina hamalu, na wao ndio ambao waliibeba al-islami baada wafati nabii, waliubeba uislamu huu baada ya kuwa mtume amefariki. Wao ndio waliibeba bendera ya Uislamu na wakaendelea kueneza Uislamu huu. Kitizama muda wangu na hauniruhusu kuendelea, lakini kubwa ni tutambue kwamba maswahaba wanao ubora mkubwa sana katika umma huu, na hata wale ambao watawatukana na kuwasema vibaya, basi inabidi tuwachukie na kuwaweka mbali watu hao, hasa kama tunavyojua jambo hilo wanao mashia katika kuwasema vibaya maswahaba. Inatakikana sisi tuchukie na wala tusiungane nao katika hilo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Mkaribishe mzungumzaji mwingine ili aje aendelee. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.